بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، ikiwa leo ni dhuhuru يوم الأحد, hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumapili, الثالث والعشرون, ya tarehe 23 mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka 1446 Hijiria. Allah ametukusanya katika darasa zetu za baada salati dhuhur tukisoma risala hii an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadan 30 darsan li fadilati Sheikh Muhammad ibn Shami ibn Mata'in Shaybat al-Adawi al-Qurashi hafidhahu Allah ta'ala. Na darasa ambayo tunaendelea nayo, tulianza sehemu ya darasa hii ni darasa ya 22, الثاني والعشرون، أليس كذلك؟ إيقاظه صلى الله عليه وآله وسلم أهله في العشر الأواخر، وامشقواك متوم صلى الله عليه وآله وسلم ahali zake katika 10 la mwisho. Darasa hii tulianza na tukasoma kipengele cha kwanza na cha pili, na leo tunaingia kwenye kipengele cha tatu. قال الشيخ حفظه الله تعالى: إذا قمت أيها الرجل من الليل لتصلي فأيقظ زوجتك لتصلي قيام الليل سواء في رمضان au fi ghairihi. Sheikh anasema katika nasaha zake kwetu kwa munasaba wa hili 10 la mwisho, ni hili jambo la tatu. Anasema idha qumta ayuha rajulu, na pindi utakaposimama ewe mwanaume, minal layl, katika wakati wa usiku, litusallia, kwa ajili uswali wewe, fa ayqidh zawjataka, basi muamshe mke wako. Sheikh anasema litusalli qiyam al-layl, kwa ajili ya swali huyo mke wako kisimamo cha usiku. Na hii ndiyo sawa. Allah akikuwafikia kuamka usiku, basi usiwe bakhili katika khair, usiwe mbinafsi katika mambo ya ibadat. Muamshe na mke wako kwa ajili ya swali qiyamul layl, sawaun fi Ramadhan, ni mamoja ni katika Ramadhani, qiyamul layl cha Ramadhani, au fi ghairihi, au katika isiyokuwa Ramadhani, katika masiku mengine. Maana qiyamul layl ipo katika masiku yote ya mwaka. Kwa hiyo ukiamka muamshe na mke wako. Anasema hapa fa in abat, na ikiwa atakataa, mke amekuwa mvivu au labda anatamani kuswali lakini usingizi mwingi, pengine mwenyewe alikwambia ukiamka nishtue na mimi, lakini kila ukimwamsha wapi, usingizi umekuwa mkali. Sheikh anasema fa in abat, na ikiwa atakataa, fandah fi wajhiha alma, basi yanyunyize katika uso wake maji, mchape na viji maji kidogo. Fandah fi wajhiha almaa, basi yanyunyize katika uso wake maji, hatta taquma min an-nawm, mpaka asimame kutokea kwenye usingizi, litusalli qiyam al-layl, kwa ajili ya swali kisimamo cha usiku. Yafaa kumtia nguvu ahli yako kwa kumwagia viji maji kidogo vya kumshtua,
sio muogeshe mpaka godoro liroe umeenda kuchukua jagi huko sasa ukalimwaga. La, ile ni adhia, viji maji kidogo tu vya kumtoa usingizi. Hii ni khairi, lakini aina fulani pia ya mapenzi, kama mnacheza hivi ni aina ya alhub. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهيل لمثبتك حديث أبي هريرة، والحديث عند الإمام أبي داود وقد حسنه جماعة من المحدثين، أكويم العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله. نهيل لك حديث أبي هريرة قال، أمسيم أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمسيم متومي صلى الله عليه وآله وسلم، رحم الله رجلا، أممرهم الله mtu ambaye qama min al-layl, amesimama kuswali, amesimama katika wakati wa usiku. Qama min al-layl, amesimama katika wakati wa usiku. Fasalla, na akaswali, bimaana ameamka usiku na akaswali. Wa ayqadha imra'atahu, na akamuamsha mke wake. Fa in abat, na ikiwa takataa huyo mwanamke, nadaha fi wajhiha alma, atayanyunyiza katika uso wake maji. Rawahu Abu Daud. Hadithi ya nani? Imam Abu Daud. Ni jambo limethubutu, ni sunna hiyo kufanya hivyo. Lakini nasaha ya 4 anasema anti ayatuha almar'a. Sheikh amemgeukia mwanamke sasa. Kipengele cha 3 alikuwa anazungumza na mwanaume, sasa anazungumza na mwanamke. Anti ayatuha almar'a, na wewe sasa ewe mwanamke, sababu wanawake nao zile ni nafsi kwenye mambo ya dini, wanahusika kama walivyokuwa wanaume. Kuna tofauti katika baadhi ya ahkamu, lakini kwa ujumla mambo ya dini yanawahusu na wanawake, na wakati mwingine wao wakawa na bidii kuliko hata wanaume. Naam, anti, na wewe mwanamke. Anti ayatuha almar'a, na wewe ewe mwanamke. Qumi li salati al-layli fi ramadhana au fi ghairihi, simama pia, amka mwanamke wewe kwa ajili ya sala ya usiku katika Ramadhani na nje ya Ramadhani. Wa aiqidhi zawjaki, Sheikh anasema na muamshe ewe mwanamke mume wako. Liyusalli qiyam al-layl, kwa ajili aswali kisimamo cha usiku. Mwanamke naye achukue nafasi yake, aamke mwenyewe kuswali, na atumie fursa hiyo kumwamsha mume wake kwa ajili ya kuswali. Na hiyo ni khair, ikiwa tutapata wanawake wa kutuamsha sisi kwa ajili ya qiyamul layl. Wanawake wengi kuamsha usiku wana jambo, sio swala. Labda nataka kueleza mtoto homa imepanda, muangalia na joto, ndio umeamshwa kwa mbio nyingi. Au kuna kesi, muda wa kuizungumza ni usiku, umetulia, amekusanya faili lako lile, anasema leo ninaye huyu baba, hebu amka, watoto wote wamelala, tuzungumze jambo letu. Chukua simu hii, message za nani hizo? Ndio naanza kujing'ata kwa usingizi wako. Kesi zinarindima usiku kiminyano. Mara nyingi matatizo ni hayo. Lakini kupata wanawake wa kutuamsha kuswali thuluthul layli hii, mbona unakoroma bwana? Amka umuombe Mola wako. Wachache hawa, sisemi kama hamna, lakini ni wachache. Lakini wanatakiwa wanawake wa Kiislamu wawe. Fa in aba, mwanamke anaambiwa na shekhe hapa, na ikiwa atakataa huyo mume, fandahi fi wajhi almaa,
basi nyunyiza ewe mwanamke katika uso wake huyo mume maji. Lakini kwa kuwa ni mke sasa, shekhe ameweka tahadhari, idha kana la yalhaquki dararun, pindi itapokuwa hayakufuati wewe, hayakuandami wewe madhara, ikiwa hayatukupata madhara kwa kumwagia hayo maji. Maana pana wanaume hawana simile, ni mijitu isiyochukulika, inaweza huo ukawa ni ugomvi mkubwa. Sasa ukiwa unamjua huyu bwana hana dini ya hivyo, usihangaike na hayo maji, utakuja kupigwa au utatolewa maneno magumu ya kukashifiwa wewe na ukoo wako wote, kwa sababu tu umemvunjia jamaa usingizi wake, si ndio? Naam. Shaka ameweka angalizo hili, idha kana la yalhaquki dararu, ikiwa hayakuandami wewe madhara kwa hicho kitendo cha kumwamsha mume kwa kumwagia maji. Na kuna watu mashaallah hana neno tena, akashukuru, usingizi ulikuwa umenichukua kweli kweli, fadhali bwana, akamshukuru mke wake kwa kile kitendo, sio kuanza kumletea ugomvi. Maji ya nini sasa, unataka kuniogesha si nini? Kuna watu hawachukuliki, si ndio? Wewe ukitaka kujua hayo, ufanikiwe kupata vikao vya wanaume wajeuri, kesi, ndio utajua kuna watu wana matatizo makubwa. Kuna mtu analeta ugomvi kwa kukatwa kucha tu, kucha analeta ugomvi, anataka kae vile vile kama jini, au wajikate mwenyewe. Kukatwa kucha vita, anaona kama vile ule wanaume wake unakuwa haupo hivi. Gentleman, si mtu amekaza, mtakatwaje kucha na mwanamke yule? Ni mke wako bwana. Sasa mtu kama huyu utaweza kumwagia maji kweli? Anakoroma, umwagie maji? Kwa hivyo maufti pia wazisome tabia za waume zao, usiliingie jambo ukaja kupata matatizo, si ndio? Naam. Hili la mwanamke pia limekuja kwenye hadithi ile ile iliyotangulia, ina pande mbili hadithi ni ndefu. Lilhadithi sabiqi, kwa ajili ya hadithi iliyotangulia, wafihi, na kuna ndani yake hadithi hiyo, wa rahimallahu imra'atan, na amrehemu Allah mwanamke ambaye qamat min al-layl, amesimama katika usiku, kwa maana ameamka, fasallat, na kasali mwanamke huyo, wa aiqadhat zawjaha fasalla, na akamuamsha mume wake naye akaswali. Fa in aba, ikiwa atakataa huyo mume kuamka, yani kwa uzito wa usingizi, nadahat fi wajhihi alma, atayanyunyiza katika uso wake maji. Kipengele cha 5 anasema, ihris ayuha ar-rajulu wal mar'atu ala qiyam al-ashr al-awakhir min Ramadan, pupia ewe mwanamume na mwanamke, ala qiyam al-ashr al-awakhir, juu ya kusimama 10 la mwisho min Ramadhan, la mwezi wa Ramadhan. Pupia, toa juhudi kwenye kufanya ibada katika hili 10 la mwisho la Ramadhan, ewe mwanamke na ewe mwanaume. Wala tudayyi'a hadhihi al-ashrata fi al-umuri at-tafiha, shaka nasema, na wala usiyapoteze haya masiku 10, msiyapoteze nyinyi wawili. Fi'li ya tathniya ya tudayyi'a ay ar-rajul wal mar'a, wala tudayyi'a, na wala msiyapoteze wawili nyinyi hadhihi al-ashrata, haya masiku 10, fil umuri tafiha, katika mambo duni, mambo yasiyokuwa na maana. Ikawa mnapoteza muda wenu katika 10 la mwisho katika mambo ya kijinga jinga, porojo tu, kupiga mastori usiku, au mnaangalia movie, unaona mwana usiku ule, mambo ni hayo. Anasema
lianna kathiran min ar-rijali yudayyi'u hadhihi al-layali al-ashr, kwa sababu wengi katika wanaume wanayapoteza haya masiku 10, hasa zile nyusiku zake, wanayapoteza masiku haya bwana, fil la'ibi, katika michezo, au fil majalis allati la faidata fiha, au katika vikao maskani, au katika vikao ambavyo hakuna faida ndani yake. Wako wanaume hawa wengi tu kwenye 10 la mwisho hili wamejielekeza katika michezo. Watu wa kwenye vijiwe tu, madrafti, cheza mabao hapo, madhumna, usiku na katika tu, porojo tu, vikao vya kubishana na kuzungumza mambo ya kipuzi, mambo ya kilimwengu. Kuna watu wanapoteza muda mwingi katika vikao kama hivyo katika 10 haya bora ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Au fi tajawuli fi al-aswaq, au katika kuzurura kwenye masoko. Wana watu ni wazururaji, kutembea masokoni na madukani huko, ndio kazi yake hiyo. Hata kama ana haja ya kununua, pengine hana kitu anahitajia kununua, au pengine mfukoni sumni hana, ni kuzurura tu, kuangalia vitu vya watu. Ingia duka hili, akaingia, anajitia hasira tu, maana huna shilingi 10, unaingia kwenye maduka vitu vya thamani. Shilingi ngapi? 300,000. Nzuri sana, haipungui kidogo? Pungua, tupe 280,000 basi, nitakuja inshallah. 10 ana sumbufu tu. Sasa si ukae msikitini shekhe ufanye adhkari, hiyo ina faida gani sasa? Na ndio wengine wanafikwa na majanga kwenye masoko. Ndio Waswahili wanasema ukiwa una hela usitembee tembee. Waswahili wenye akili, unaweza kukanyaga atafungula nyanya kashikwa tai pale, jitu zima huwezi kulipia. 500, lipa 500 yangu. Sina. Umefuata nini sokoni sasa? Mtoza ushuru au nini? Haya, Sheikh anasema wakadhalika ba'dhu an-nisa, na kama hivyo baadhi ya wanawake, tudayyi'u, kuna makosa hapo, andika tudayyi'u, tudayyi'u layali al-ashr al-awakhir, na kama hivyo baadhi ya wanawake wako pia wanapoteza haya masiku 10 ya mwisho, fil aswaq, katika masoko huko, kwenye magulio, bahthan waraa umuri tafiha, kwa ajili ya kutafuta, au usema wengine kwa ajili ya kwenda mbio, nyuma ya vitu duni. Wanawake nao ni viguu na njia, masokoni, magulioni, minadani, uwakosi, tatembea kweli kweli, akifuatilia vitu ambavyo ni vitu duni. Wakadhalika baadhi an-nisa, na kama hivyo baadhi ya wanawake, tudayyi'u layali al-ashri al-awakhir, wanapoteza wanawake hao masiku ya 10 la mwisho, fil aswaqi, katika masoko, bahthan waraa umurin tafiha, kwa ajili ya kwenda mbio nyuma ya mambo duni. Yuko bize kweli kweli, lakini hakuna jambo la maana, anapoteza muda. Tabia hii wanayo wanawake, anaweza akatembea maduka 5 6, na kila duka analoingia bidhaa anayoitaka ipo na bei zinafanana. Anatafuta wanja tu, maduka yote 5 wanja upo, kaingia hapa, wanja upo, shilingi ngapi? 5,000. Haya, duka la pili, na mwisho akarudi nyumbani hajanunua, atakuja siku nyingine. Uzururaji tu.
Kwa hiyo akawa anazunguka masokoni kutafuta vitu ambavyo kwenda mbio kwa nyuma ya vitu ambavyo ni duni, au malabisi lil'id, au ikawa anatafuta mavazi ya Eid, au baadhi al-umuri tafiha, au baadhi ya mambo duni. Haina maana usinunue nguo basi ndio kwenye kumi lote, maana pana watu wanatafuta nguo kuanzia 10 la kati pale tarehe 15 anatafuta nguo kuanzia pale, naulizia, anapita, anaangalia, siku zote anunue. Kuanzia tarehe 15 ni kutembea tu, nguo itakuja kununuliwa siku 28 huko, muda unapotea, wakati jambo la kwenda na kumaliza ni siku moja mbili, jambo limekwisha, ili muda mwingine utumike kwa ibada. Sasa ina maana kwamba Sheikh amesema wanawake wasinunue nguo, wasinunuliwe nguo, ukaja ukamsomea kipengele hichi, sio maana yake, ni kule kuzidi kwenye uzururaji. Lakini maandalizi ya sikukuu wafanyie watu wako, au katika nguo zaidi, kwa maana wanatafuta nguo zaidi, au baadhi ya mambo yaliyoduni, au ghairi dhalik, au yasiyokuwa hayo katika mambo yenye kufanya wanawake kuzurura. Sheikh anasema fantabihi lidhalik, badilisha hapo, kuna makosa pia. Fantabihi lidhalik, wasizindukana ewe mwanamke kwa jambo hilo. Kisha Sheikh anaturudia tena wanaume, wala tuti' ayuha ar-rajulu, na wala usimtii ewe mwanaume, wala tuti' ayuha ar-rajulu imra'atak, na wala usimtii ewe mwanaume mke wako, idha kanat safihatan, pindi akiwa ni mpumbavu. Maneno makali, usimtii mke wako akiwa hana maarifa katika mambo ya maana, yeye kukuletea mambo ya hovyo hovyo tu na kutaka kukushughulisha. Usimkubalie kila kitu, lazima uwe mume mwenye maamuzi. Zile ruhusa unazipima. Naenda sokoni, kuna nini? Unasikiza mambo ya msingi, sawa. Kesho naenda madukani, kuna nini? Mambo ya msingi haya. Kesho kuta kuna nini? Naona upumbavu. Si jana umeenda wewe, ulishindwa kununua hiyo lipstick jana, mpaka leo utoke tena? Hamna. Kapo huo mdomo baki hivyo hivyo. Basi mfano natoa, lazima uangalie ile mitoko yao na uzikague ruhusa zao. Usikatae kila kitu kutoka kwa ahali yako, na usikubali kila kitu. Sheikh anasema wala tuti' ayuha ar-rajulu, na wala usimtii ewe mwanaume, imra'atak, mke wako, idha kanat safihatan, pindi akiwa ni mpumbavu, akiwa hana maarifa, fatudhi'u alayka hadhihi al-layali al-ashr, na yakapotea kwako wewe haya masiku 10, ikawa mke anakushughulisha. Sipana wanawake lazima utoke naye sasa, twende huku, haya twende huku, amekuzungurusha mchana na usiku. Sasa baada ya isha uje, mimi nina tarawih. Sasa maduka kule ndio nafunguliwa muda huo, tarawih si utaswali tu. Haya, unaacha tarawih, unaandamana naye. Kuwa rajul, asikupotezee time, mpe ushirikiano, lakini chunga zile ratiba za mambo ya khairat. Asikushughulishe kwenye makumi ya mwisho, makumi ya ibada. Lichunge hilo jambo, na ndio maana maandalizi mazuri yanakuwa mapema. Lakini kingine, ili uweze kufanikiwa hapa, lazima uwe rajul, uwe mume bimaana alkalima, mtu mwenye maamuzi. Ama wale sasa waliohifadhiwa na wanawake hawawezi mambo haya. Mke ndio mwenye kila kitu. Ile kanzu yako ya Idi pia mpaka kununulie, umekaa tu kama garasha pale, mabebwa tu. Una maamuzi gani sasa? Twende huku, utajilalamisha kidogo tu. Bwana, kwa hiyo utaki. Unajua maneno haya, na yule ndio bosi wangu, futari atoa yeye, watoto wanasomesha. Si mnapenda kubebwa?
uwe mwanamke na kila kitu. Wale wana dhuruba zao, utakuwa ni mume suruali tu, mume kanzu, una kauli yoyote. Mwanamke akikumiliki kwenye uchumi, anataka kumiliki mpaka akili. Nataka nikwambie, wewe mwachie tu azurure tu, mwachie tu asafiri tu, ngoja hela zake zikuzidi wewe kidogo, alafu ndio utaona cheche zake, kwamba kuna mambo anaweza akayafanya bila wewe, anaweza akawafanyia watoto wake bila wewe. Ndio utamuona mwanamke katika uhalisia wake. Ni watu wa binafsi sana, zile roho za wanaume wale hawana, kwamba utawahudumia miaka na huku unawapenda na kuwahudumia, na wala usikii vibaya. Sio yeye bwana, yeye alipe ada ya miaka miwili tu, ada yote ninalipa, umekaa tu. Pengine watoto kalipa miaka miwili, labda mambo yako mabaya, lazima akuonjeshe joto ya jiwe. Kuna mzee wangu mmoja wa busara kabisa, ananiambia, nakufundisha kanuni ya maisha kijana wangu, jitahidi umzidi mwanamke pesa, hata kama yeye amezidi akili, itakuwa chini. Si ukweli? Maana yake usimwachie tu ikawa unabebwa mzee tuja, unathaminiwa tu, unakuwa huna kauli. Kwa hiyo uwe rajul. Hata watoto wanajengwa hivyo. Wewe ukiwahudumia watoto wako, utampa heshima na mama yao, tena wakati mwingine umpe mama yao akawatafutie. Nenda nao bwana watu wako hao, kaangalie, ukamjaza mzigo huu, akitembea nao madukani kule ananunulia, pamoja kama utajwi kama zile lanzi zako. Zile zako pia natamani ziwe ni zake yeye, sikwambii zikiwa ni za kwake, wewe huna. Watoto wanaambiwa kila kitu. Msione hivyo watoto wangu, nina majanga mimi. Wanachomekewa, baba yenu tuli kama sikukuu haioni, hela zangu za kibati, hela zangu za kibati. Jamaa, kumbe mzee hajatoa kitu. Mpaka kwenye chakula kama ukutoa kinasemwa. Watoto wanakwenda wanakudharau taratibu. Unaweza kukubishia mtoto wako ukashangaa, wewe si nimekwambia usiende? Mama kaniambia niende. Ala, mama si ndio mwenyewe, wewe una nini hapa? Toa maagizo, una kitu bwana. Mama kasema niende, alafu anakutolea macho hivi, anakuambia mama ndio mwenyewe bwana. Haya, inshallah. Ni mkubwa kasema, wacha ujinga, beba majukumu ya familia yako. Kwa vijana, msipende kufatafata familia zenye uwezo ili mbebwe, mtanyanyasika, mtakuwa pumbavu. Na kuna wengine wanapelekwa na remote na wakwe zao, kama remote hivi, wamtegemea mko, umejiegemeza kwa mko hivi, watumwa kama mtoto sio wapi, pelekwa hivi. Heshima hamna, beba majukumu yako shekhi, kakae porini na mkeo huko, lakini uwe mume. Haya maneno kama hamyataki, niachieni mwenyewe, lakini mtaona tu. Lakini pia shekhi anasema, wala tuti'i ayatuha almar'atu zawjaki. Shekhi amemgeukia mwanamke, wala tuti'i ayatuha almar'atu zawjaki, na wala usimtii ewe mwanamke mume wako, idha kana safihan, pili atapokuwa ni mpumbavu asiyejua kutumia muda wake katika mambo ya sawa. Fatadhi'a alayki hadhihi al-ashru, na yakapotea kwako wewe mwanamke haya masiku 10. Ikawa mume wake anataka kushughulisha kwa mambo mengine, hajali kwamba ni masiku 10 haya. Mke anakuelewesha, anataka ni faragha ya ibada ya Qur'ani, ndio kwanza unamzukia na vitu vigumu vya kupika. Wataka usiku ndio kupikie keki, mara umetaka kahawa imekuja. Hii kahawa atasielewi, hebu fanya mpango wa juisi hapo. Jamani, tunafanya adhkari saa hizi, ni kula tu. Likishaingia hapo ndani dude hilo halijali, unasoma Qur'ani, unataka kuswali, ni maelekezo. Vyakula vipo, vinywaji vipo, anataka vingine, kwa sababu ni mtu mpuuzi. Jambo la dini kwake halina maana, yeye ana mambo mengine. Sipana watu hawaswali, wake zao wanaswali. Wallahi wako hao wengi tu, waislamu wao haswali, mwenye kuswali ni mke wake, hizo za faradhi.
muda wa swala pia anamshughulisha mke wake, mpaka anambia subiri basi ni swali kwanza, kwa hiyo swala na mimi. Mnatafuta kuwaacha wanawake bure, sasa swala na wewe unajilinganisha vipi? Wewe ni mpumbavu kabisa, unatakiwa uambiwe hivyo. Bali pana wengine wanaswali swala za faradhi, hawaswali qiyamul layl, tarawih ya swali, mke wake nyumbani anataka kuswali, akifika nyumbani anawashughulisha, kakaa kwenye TV yake pale na tumbo lake pale, hebu nigeuzie screen hivi, watu wanataka kuswali, geuze, njoo ulaze kiti kidogo kidogo, pumbavu ile, hali swali la shughulisha watu nyumbani, watu wanachukia. Usiwakere watu bwana. Kwa hivyo mwanamke pia ukiwa unazwazwa huko nyumbani, lisikushughulishe na mambo haya ya khairati kwenye hili 10 la mwisho. Basi bwana, muda umeenda sana, tatosha leo hapa, tutaendelea kesho inshallah na darasa 23. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا.